Karibuni ndugu watazamaji, karibuni wote tuweze kujifunza vitu mbalimbali ambavyo vinahusiana na shughuli mbalimbali ambazo ni muhimu sana katika kujiongezea kipato. Basi niwakaribishe muweze like, share na kusubscribe. Huu ni ukurasa ambao utakuwa unashughulikia na mambo ya kilimo, mambo ya mifugo, lakini kuna wakati tutazungumzia pia mambo ya uchumi na mambo ya masoko. Unajua unapozalisha na muda lazima utaenda kwenye mambo ya masoko. Kwa leo hii tutazungumza kwa kifupi mambo machache yanayohusiana na mambo ya kilimo cha mahindi. Katika kilimo cha mahindi, kitu cha msingi kabisa, lazima mkulima ufanye maandalizi kwa maana kwamba uende shambani kwanza, kabla ya kulima uangalie shamba lako limekaaje, ili ujue kwamba linahitaji kitu gani wakati wa maandalizi. Ukishaenda kuangalia, kukagua shamba lako, basi baada ya hapo unaweza kutatua tatizo lolote ambalo utakuwa umelibaini wakati huo. Lakini cha msingi tunasema kwamba kitu cha msingi sana ni maandalizi ya shamba. Shamba linatakiwa liandaliwe vizuri, kama ni kwa trekta, hasa kwa siku za sasa, kama unataka kuweza kuvuna vizuri. Kwa hiyo ni lazima ulime kwa trekta. Lima kwa trekta, ukishalima kama kuna halo unapiga halo, au hata kama hakuna halo unaweza kaweka watu wakajaribu kupiga yale mabonge ambayo yatakuwa yamebakia baada ya kuwa trekta limefika. Basi baada ya kuwa maandalizi ya shamba yameshakamilika, andaa mbegu, andaa mbolea, andaa kila kitu ambacho kinahitajika kwenye kilimo cha mahindi. Kwa hiyo baada ya mvua zikiwa zimekwisha kunyesha, unachukua mbegu yako unapanda. Lakini ni muhimu pia kujua kwamba shamba litahitaji mbegu kiasi gani. Kama umelima eka moja au zaidi ya eka moja, lakini kwamba eka moja huwa inahitaji mbegu ya mahindi kiasi cha kilo 8 mpaka kilo 10. Hii inategemeana na rutuba ya udongo na hali ya shamba kwa ujumla. Lakini pia inategemeana kwamba utakapokuwa unapanda utakuwa unapanda mbegu ngapi, kama ni punje 2 au punje 1. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba ekari moja ya shamba itahitaji mbegu 8 itahitaji kilo 8 mpaka kilo 10. Na itategemea na wewe utakuwa unahitaji mbegu ya aina gani. Lakini kwa ukanda wa chini, ukanda wa juu, ukienda madukani utapata ushauri kutokana na watu wanaofanya biashara ya mbegu za mahindi, watakupa maelezo ya kutosha. Lakini kwa ujumla ni kwamba kiasi cha mbegu kinachohitajika kwa ekari moja ni kilo 8 mpaka kilo 10. Na nafasi ya kupanda utapanda sentimita 75 kati ya mstari na mstari, lakini pia sentimita 30 kati ya shimo na shimo. Lakini pia waweza kupanda kati ya shimo na shimo ukapanda sentimita 25. Na kama utapanda sentimita 25, itatakiwa upande mbegu moja katika kila shimo, au upande hata 2 au 3, lakini baadaye unakuja unang'olea, unaacha mbegu moja. Kama utaamua kwamba wewe unaamua kuacha miche 2 katika kila shimo, basi itabidi upande umbali kati ya shimo na shimo ni sentimita 30. Na maana kwamba hii nafasi itakuwa inatosha kabisa kuweza kuhudumia hiyo miche 2 ambayo utakuwa umeiacha. Lakini pia sentimita 75 zitabaki vile kati ya mstari na mstari. Baada ya kuwa umeshapanda tayari, mbegu zako kama mvua ni nzuri imenyesha zitaota. Basi baada ya kuota utasubiri kama wiki 2. Sasa hii itategemeana na sehemu na sehemu. Kuna sehemu zingine huwa zinakuwa na magugu mengi sana na wahi sana kuota, lakini kuna sehemu ambazo magugu huwa sio mengi sana. Sasa kama imetokea kwamba shamba lako liko katika eneo ambalo magugu yanawahi sana kuota, basi wewe palilia tu kutokana na hali ya shamba utakapoiona. Lakini kwa ujumla huwa tunasema kwamba palizi ianze wiki 2 kutoka siku ambayo umepanda. Shafika wiki 2, basi unapalilia vizuri. Unapalilia kwa kupandishia kidogo udongo kwenye yale mashina, ili yale mashina ile mche wa mahindi uweze kuzalisha mizizi mingi zaidi. Na kama mche wa mahindi utazalisha mizizi mingi sana, maana yake tafsiri yake ni kwamba itakuwa na uwezo wa kuchukua virutubisho vingi kutoka ardhini. Kwa hiyo unapalilia unatoa majani, lakini mwisho wa siku unapandishia udongo kwenye mche wa mahindi. Basi ukishamaliza palizi, ni muda sasa mwafaka wa kuweka mbolea ya kukuzia. Na mbolea ya kukuzia ni mbolea gani? Mbolea za kukuzia mara nyingi
na zenyewe zinatofautiana kati ya eneo, lakini sehemu kubwa ya Tanzania mbolea ya kutukuzia ambayo inatumika sana ni urea, lakini kuna maeneo mengine ambao wanatumia SA na kuna maeneo mengine wanatumia kani. Kwa hiyo kama utatumia urea, maana yake eka moja itahitaji mfuko mmoja wa kilo 50, lakini kama utatumia SA ile pale utatumia mfuko mmoja na nusu au mifuko miwili. Hii ni kwa sababu gani? Hii ni kwa sababu kwenye urea kuna nitrogen ya kutosha ambayo mfuko mmoja unawezesha kabisa kutosha kwa ekari moja, lakini kwenye SA nitrogen iko kidogo, kwa hiyo itakupasa kuwa na mifuko zaidi ya mmoja. Nafikiri mpaka hapo wasikilizaji mmeelewa kuanzia kupanda mpaka kutia mbolea. Sasa maeneo yanatofautiana. Kuna maeneo mengine ambayo pia lazima utumie mbolea ya kupandia, lakini kuna maeneo mengine wakulima wao hawahitaji sana kutumia mbolea ya kupandia kwa sababu udongo unakuwa tayari una rutuba ambayo inakidhi mahitaji ya udongo. Lakini kama itatokea kwamba udongo wako umekuwa sio mzuri sana, basi utahitaji kutumia mbolea ya kupandia ambao maeneo mengi wanatumia DAP, kuna maeneo mengine wanatumia TSP na aina tofauti za mbolea. Kwa hiyo ndugu mkulima, unaweza ukachagua tu katika eneo lako kwamba je, mahitaji ya mbolea yako namna gani. Kwa hiyo kama itakuwa ni hivyo, basi utachagua kati ya hizo mbolea ambazo nimekwisha kueleza. Ukishaweka mbolea ya kukuzia, basi utasubiri ile mbolea itatumika na mmea, na utaona kabisa ndani ya wiki moja au wiki mbili mmea umeshabadilika kabisa, umekuwa ya kijani kabisa. Sasa ukiona mmea umeshakuwa wa kijani sana, hiyo ni dalili mojawapo kwamba mbolea yako imeweza kufanya kazi. Mche umekuwa wa kijani, utakuta mashina yale yamebadilika kabisa, yamekuwa na nguvu za kutosha. Kwa hiyo hiyo inaonyesha kwamba imekuwa na ustawi mzuri. Basi utasubiri. Baada ya hapo itategemea na hali ya shamba. Kama utaona hali ya shamba bado kuna majani mengi ambayo yanatishia ustawi wa mimea yako, basi unaweza kupalilia tena kwa mara ya pili. Na kuna maeneo mengine ukishapalilia tena mara ya pili, unaweza kununua tena urea tena ukaongezea mbolea kukulia, ukaongezea tena SA mbolea kukuzia, basi utaona mimea yako inakwenda sawa sawa. Ndugu wasikilizaji, basi naona kwa leo tuishie hapo. Baada ya kuwa umeweka mbolea kukuzia, utaendelea kuangalia mimea yako kwamba inastawi namna gani, inaendelea vipi. Baada ya hapo utaangalia wadudu kama wapo, na sasa kwenye mahindi mdudu ambayo ni tishio sana kwa sasa, kuna wadudu fulani anaitwa kiwavijeshi vamizi. Huyu kiwavijeshi vamizi ni tofauti na wale viwavijeshi ambao tumewazoea ambao wanaingia sana kwenye mpunga. Hata huyu pia huwa anaweza kushambulia mahindi na aina zingine za mazao ya aina ya nafaka, kwa maana ya mpunga, ngano na mazao mengine aina ya nafaka, lakini athari kubwa imeonekana sana kwenye mahindi kwa sababu imekuwa ni tishio sana kwa sasa. Sasa huyu huwa anavamia mahindi yakiwa bado madogo kabisa, kama yanakuwa kama vile hata futi 1.5 hayajafika, yanakuwa kama nusu futi au robo futi. Kipindi hicho ndio kipindi ambacho inatakiwa mkulima ukague sana shamba lako. Kuta katika shamba lako kwenye majani kuna vimistari fulani ambavyo vinaanzia pale lilipootea jani mpaka kule mwishoni kwa jani. Ukikuta kwamba kuna mistari fulani ya michirizi hivi, basi jua moja kwa moja hapa tayari shamba langu limeshavamiwa na viwavijeshi vamizi. Kwa hiyo ndio muda sahihi ambao wewe unatakiwa uanze kutumia madawa ili kuweza kudhibiti hali hiyo, kwa sababu kipindi hicho huyu mdudu huwa anakuwa anakula majani ya mahindi ambayo ni malaini, kwa sababu kipindi hicho anakuwa hana meno. Lakini kadri ambavyo meno yake yanakuwa yanakomaa, basi huweza kuhama kutoka sehemu moja ya muhindi huo na kwenda sehemu nyingine. Na mara nyingi meno yake yakishakomaa huwa anapenda kuja kuingia pale kwenye ile sehemu ya muhindi ambayo imejinyonga ile, anaingia mle ndani. Sasa kishaingia mle ndani, maana yake kumdhibiti huwa inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo ni shauri tu kwamba hakikisha kwamba unamdhibiti huyu mdudu kabla hajafikia hiyo hatua ya kuwa na meno ambayo yameshakomaa na kuweza kuingia kwenye maeneo mengine. Lakini ikitokea kwamba ameshaingia kwenye hiyo eneo ya muhindi ambayo imejisokota pale kwenye ile sehemu ambayo ndio inakuwa, basi hapo itabidi utumie dawa zile wanaita systemic insecticide. Systemic insecticide huwa zinatumika sasa katika hatua hiyo, kwa sababu zile huwa zinaingia moja kwa moja kwenye muhindi, tofauti na hizi ambazo sio systemic. Hizi huwa tunaita kwamba ni za mguso au ni contact insecticide, kwamba hizi haziwezi kuingia moja kwa moja. Systemic huwa zinapenya moja kwa moja kwenye majani, zinapenya moja kwa moja kwenye shina, kwa hiyo zinakwenda kukutana moja kwa moja na yule mdudu na kwenda kuua.
Kwa hiyo basi nishauri tu kwamba tuwe makini kwenye kuchunguza mimea yetu, kuweza kudhibiti wadudu mapema kipindi kile wanaingia, tusisubiri mpaka wanaleta athari kubwa kwenye mimea yetu. Basi nashukuru sana kwa usikilizaji wenu, nashukuru sana na imani kwamba hii elimu kwa kiasi kidogo itaweza kuwasaidia, lakini pia nakaribisha maoni yenu na mawazo yenu. Basi sana muweze kulike page, muweze kushare ili hii elimu iweze kutawanyika kwenda kwa wakulima wengi zaidi, lakini pia muweze kusubscribe. Asante sana na washukuru sana.